nimpongeze Ibenge, yani kwa kuizuia Young Africans isipate bao lolote kwenye huu mchezo, maana yake amechukua ubingwa. Kwangu mimi ndo man of the match wa huu mchezo, kwa sababu ameweza kucheza na psychology ya wachezaji wa Young Africans na mbinu zake ambazo amewapa vijana wa Azam FC kwenye uwanja wa mazoezi. Unajua kucheza na timu kama Young Africans ambayo ina wachezaji wenye quality, yuko Pacome Zouzoua, sio unaelewa, Musa Balakonte amewaka, ameingia Mudathir Yahya, Duke Abuya ameanza, sio unaelewa, ameingia kina Edmund Dioni. Sio jambo rahisi. Tizama naumana mbinu kama mbinu za makocha. Na ndio maana ukaona mchezo wa leo haujapata bao lolote kulitizama kwa macho yako. Kwa nini bao haijapatikana? Ubora wa Ibenge, ubora wa kocha Young Africans, lakini pia na wachezaji ambao wapo katika timu zote mbili. Unajua Aishi Manula alikuwepo Simba na kaonekana kwamba hatoshi kuendelea kuidakia kukaa langoni pale katika klabu ya Simba, na ameachwa. Na katika misimu hii miwili anaonesha kitu leo akiwa na Azam, jezi ya Azam, timu ambayo ilimlea. Nini hasa ambacho kimefanyika kwa Aishi Manula mpaka leo anaonesha ubora mkubwa, kutoa penalti na pia kulinda dakika 90? Unafahamu ubora wa Yanga, kuzuia dakika 90 amefanya kazi kubwa sana pia. Nini ambacho Manula amekionyesha na kitu gani ambacho labda huenda kilifanyika kimemfanya kumjenga Manula mpaka kufikia hali hii? Star, mazoezi, kujituma, commitment ndicho ambacho anacho Aishi Manula. Ubora wake, mazoezi anafanya, ana ule ufaza kwamba mimi nishacheza Simba, nishacheza miaka mingi Simba, siwezi kufanya mazoezi. Hapana, kujituma, kupenda kazi yake, ndio maana umeona leo ameonyesha namba. Simba pale alikuwa jitumi kwa kipindi ambacho mpaka Moga ni mambo yalikuwa mengi sana Simba kuhusiana na Manula. Yaani kuna vitu vingine huwezi kuzungumza kwenye mic hapa. Vitu vilikuwa vingi sana. Ndio maana Manula akakaa tu kimya na hujamsikia Manula amezungumza pala popote. Yes, inakuwaje mzee wa Mida? Sawa, niko vizuri. Mambo vipi? Poa. Bwana, kwanza ilikuwa ni jioni ambayo ilikuwa inamilikiwa na Azam, ilikuwa ambayo pia inamilikiwa na Yanga. Lakini ni usiku ambao tayari Yanga wameshaukamata kwa mikwaju ya penalty, wameweza kupata matokeo. Mchezo kwa ujumla wewe umeuonaje na unauzungumziaje? Ulikuwa ni mchezo fulani wa mbinu nyingi. By the way nishazungumza. Wamekutana makocha ambao wenye ubora. Florent Ibenge ni miongoni mwa kocha ambaye ana mbinu nyingi sana kwenye mpira wa Afrika, tunafahamu. Tangu akiwa Al Hilal Omdurman, lakini pia kwenye timu ya taifa ya DRC Congo. Ni kocha ambaye anajua mbinu nyingi sana, lakini pia amekutana na kocha Young Africans Pedro Gonçalves, pia naye ni muumini mwa mbinu. Kwa hiyo leo zilikuwa zinaumana mbinu kama mbinu za makocha. Na ndio maana ukaona mchezo wa leo haujapata bao lolote kulitizama kwa macho yako. Kwa nini bao haijapatikana? Ubora wa Ibenge, ubora wa kocha Young Africans, lakini pia na wachezaji ambao wapo katika timu zote mbili. Unajua nimpongeze Ibenge, yani kwa kuizuia Young Africans isipate bao lolote kwenye huu mchezo, maana yake amechukua ubingwa. Kwangu mimi ndo man of the match wa huu mchezo, kwa sababu ameweza kucheza na psychology ya wachezaji wa Young Africans na mbinu zake ambazo amewapa vijana wa Azam FC kwenye uwanja wa mazoezi. Unajua kucheza na timu kama Young Africans ambayo ina wachezaji wenye quality, yuko Pacome Zouzoua, sio unaelewa, Musa Balakonte amewaka, ameingia Mudathir Yahya, Duke Abuya ameanza, sio unaelewa, ameingia kina Edmund Dioni. Sio jambo rahisi. Tizama zoni ya Azam FC kwenye huu mchezo. Kuna wakati nilikuwa naambia watu ambao tulikuwa tunaangalia mpira hapo, nilikuwa nasema kwamba Azam FC anabadilika mpira uko unachezwa, sio unaelewa, akiwa anashambulia anabadilika, sio unaelewa, 4-4-2 akiwa anashambuliwa anabadilika, wanakuwa mabeki watano kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo kitendo cha kumsoma mpinzani Young Africans, nadhani amemfuatilia kwa kipindi kirefu sana, namjua pia, ila kutokana tuna aina ya kocha ambaye amekuja ni mpya, lakini Young Africans ni ile ile. Falsafa za timu haziwezi kubadilika kwa siku kadhaa baada ya kocha mpya kuja. Kwa hiyo ameangalia Young Africans jinsi ambavyo anacheza, alafu akaangalia namna gani ya kuweza kuwakaba, kuwazuia wasipate bao. Injini ya Young Africans ni Pacome Zouzoua, ambaye leo Midi Mau Mkame alikuwa anatembea naye jino kwa jino, ameingia Kanuti alikuwa anatembea naye, sio unaelewa. Kwa hiyo nimpongeze Gamondi, kwangu mimi Mzamila ndo man of the match. Ameweza kuizuia Young Africans kwa dakika zote 90, hasa kipindi cha pili ambacho alikuwa yuko pungufu. Angalia mpaka anamaliza dakika 90 akiwa pungufu, anakwenda extra time ya kwanza, extra time ya pili, dakika 30 zimeongeza za nyongeza. Timu bado iko pungufu, ameweza kuikompete Young Africans isipate bao, na si tu kuizuia, alikuwa naye pia anashambulia. Angalia substitution
actions zake ambazo amezifanya. Amewaingiza vijana, sio unaelewa, amewapa nafasi vijana. Leo yuko Faisal hapa. Labda angekuwa Faisal tungezungumza mengine. Ubora wa wachezaji wa Azam wa under 20 Morgan ni wachezaji ambao wenye ubora mkubwa sana. Umeona Young Africans leo alivyokuwa anateteleka. Ameshambulia sana lakini kutokana na performance ya Azam FC hasa kwenye eneo la ulinzi, kuanzia kwenye eneo la kiungo kuja kwenye eneo la backline, walikuwa wame switch, yani funguo wamemtupia mamba baharini, huwezi kuipata. Ndicho ambacho tumekifanya kwenye huu mchezo. Kwa hiyo nimpongeze Ibenge kwa approach ambayo amekuja nao kwenye mchezo wa leo, lakini pia performance ya wachezaji wa Azam FC imekuwa kubwa sana. Utizama jinsi ambavyo wamecheza, kuna baadhi ya wachezaji wao walikuwa hawapo kwenye huu mchezo. Sijamuona Dinado, Saaduni hayupo, Faisal hayupo, mawinga ambao wanawategemea, lakini wameweza kupambana na Young Africans, wamefika kwenye hatua ya penalti. Tunaweza tukasema penalti hazina mwenyewe, ni bahati, kwa sababu kuna penalti ilipatikana extra time ya pili, Yanga ameshindwa kufunga, Pacome Zouzoua anampasia Aisha Manula anadaka. Kwa hiyo ubora dakika 90. Mimi nazungumzia dakika 90 tu hapa. Sizungumzii habari za Young Africans kuchukua ubingwa, sizungumzii habari za penalti, nazungumzia dakika 90 tu. Nampongeza Florent Ibenge kwa kuweza kuizuia Young Africans isipate bao la aina yeyote. Tazama Young Africans safari yake kwenye makundi ya msimu huu ya Mapinduzi Cup. Amefunga mabao mengi, amemfunga KVZ chuma 3, sio umeelewa? Ametoka hapo mchezo wa pili amepata mabao 2-0, sio umeelewa? Huu mchezo Ibenge amesoma Young Africans, ameweza kuwazuia wasipate mabao. Tazama jinsi ambavyo anacheza mafuada Young Africans. Leo ulikuwa uwaoni kwenye namna yote ya kuweza kupata mabao mengi. Kuna namna Celestine kwa alikuwa anajaribu kuwasumbua, lakini ubora wa mabeki wa Azam FC star cha kumpa kijana wangu Alame Kilawi, amekuwa na ubora mkubwa sana kwenye huu mchezo. Zuzu amekuwa na ubora mkubwa kwenye huu mchezo, ameweza kuizuia Young Africans isiweze kufurukuta. Chilambo amekuwa na ubora mkubwa sana kwenye huu mchezo. Yaani safu nzima ya ulinzi ya Azam FC leo amekuwa sababu sana, na wapongeza, lakini pongezi zangu za dhati kwa sababu huu mchezo ni wa finali. Nampa Florent Ibenge man of the match. Ameweza kuizuia Young Africans sipate bao la aina yeyote ile, timu ambayo kwenye michuano ilikuwa inafunga mabao mengi. Yes, kuna tunaweza tukasema kwamba kwa sasa hivi ukiambia utaje makocha watatu ambao ni bora kwa mbinu katika ligi yetu au Tanzania wanaofundisha virabu, ni makocha gani ambao unaweza kuwataja watatu ambao ni bora kwenye mbinu? Florent Ibenge anaingia hapo, kocha wa JKT Ahmed Ali anaingia hapo, Miguel Gamondi Singida Black Stars anaingia hapo. Ni ngumu kucheza na Gamondi, ni ngumu kucheza na Ahmed Ali JKT, ni ngumu kucheza na Florent Ibenge. Ni bora ukutane na makocha mpeche unaweza kupata matokeo. Kocha wa Young Africans aingia? Bado sijamuweka kwa sababu ni mkocha mgeni ameingia. By the way timu ameshaikuta ipo kwenye peak. Tuone mifumo yake anavyoingiza taratibu, alafu next season ama baadaye hata kwenye raundi ya pili ya ligi kuu, swali lako ukiniuliza naweza nikamweka kwenye hilo kapu. Lakini kwenye kapu la sasa hivi ambao nimeshawatizama, Ahmed Ali anaingia, Miguel Gamondi pamoja na Florent Ibenge. Yes, pia kuna utawala ambao kama unaanza kuonekana hivyo. Florent Ibenge kocha wa Azam ameweza kupata matokeo zidi ya Simba, na sasa hivi ana dakika 90 za Yanga kwenye Mapinduzi Cup, anatoa sare ya bila na kwa bila kwa timu ambayo tayari imeshachukua ubingwa mfululizo na kila siku inaji-upgrade. Inaonekana timu ambayo labda inapaswa mfano wa kuigwa Tanzania, Young Africans. Yeye anaweza kwenda nayo bato to bato, ameshaonesha, na kwenye ligi pia inaweza ikatokea hivyo. Kuna nafasi yote ya Florent Ibenge sasa hivi labda anaweza akapick kukaa juu pale na kuondoa utawala wa Yanga na Simba kiwa na Azam. Unakiona iko kitu msimu huu kwa mapema zaidi, unakiona? Sasa unajua ukicheza na timu kubwa naye pia unacheza kikubwa, lakini ukicheza na timu ndogo kuna namna naye pia unaingia kwenye kapo la timu ndogo. Kwa hiyo ligi kuu sio Simba na Yanga tu peke yake. Maana yake kuna timu zingine, kuna Namungo huko ndani, kuna Mbeya City, sio unaelewa, kuna Coastal Union, kuna Fountain Gate. Jinsi ambavyo utacheza na Young Africans tofauti utakapocheza na Fountain Gate. Jinsi ambavyo utacheza na Simba ni tofauti ambavyo utacheza na Namungo. Umeona Azam anapata ushindi mbele ya Simba lakini akicheza na timu ndogo anaweza akafungwa au akatoa sare, kwa sababu aina ya mechi ina plani yake, ina wachezaji ambao wenye quality na wewe. Aina ya mechi na Coastal Union ina wachezaji ambao hawana quality kama yako, unajikuta naye pia unaingia kwenye kapo lako. Kwa hiyo ni vizuri kuwafunga Simba na Yanga, kwa sababu ukiwafunga hao unachukua alama ngapi? Home ndio away 6,
Humo ndio hii 6-12 umechukua kwa Simba na Yanga. Je, alama zingine zilizobaki unazitoa wapi? Alama 40 na kama umechukua kwa Simba na Yanga 12 alafu unapoteza alama 30 alama 25 huku, huwezi kuwa bingwa. Umeona Simba, unaona Yanga ama Simba wanavyojitahidi kukusanya alama, alafu mwisho wa siku wanaangalia kwa wao nani amechukua ubingwa, kwa sababu timu ndogo anazibaluza. Ukiziweza kuzibaluza timu ndogo zote, tukutana mimi na wewe nikitoa sare mimi nakuwa bingwa. Mchezo mwaka jana si umeona game ya mwisho Simba na Yanga ndio imeamua kuwa ubingwa kwa sababu timu ndogo zote wamezibaluza. Kwa hiyo unasubiri Florent Benge kwanza acheze na timu ndogo kwanza umuone atakwaje. Timu ndogo amecheza nayo JKT, nimekwambia Ahmed Ally miongoni mwa kocha mwenye mbinu. Jasho lilimtoka kule Isamuyo. Kwa hiyo kushinda kwa timu kubwa ni jambo moja, lakini unakwendaje kushinda timu ndogo? Kwa hiyo angalizo, Ibenge ongeze umakini akiwa anacheza na timu ndogo, kwa sababu swali langu sasa linakuja mzee wa Mida ni kwamba Ibenge anao uwezo akachukua ufalme zidi ya Simba na Yanga katika ligi yetu kwa hivi jinsi anavyoenda kwa mapema. Ufalme unatengeneza na kuwafunga timu ndogo, yani ufalme huwezi kumfunga Yanga kufunga Simba ukatengeneza ufalme. Nimekupa tu, kwa hiyo hawezi mpaka sasa. Nimekupa tu mfano mwepesi, alama ni 12 kwenye ligi ile, wewe bingwa wewe na alama zaidi ya 50. Ameanza na kumfunga Simba tayari, ameshamfunga Simba, wanasubiriwa na wengine. Je, kwa trending unaoiona naenda nayo kwa jinsi mwenendo unavyoenda, dakika 90 na Yanga imeenda nyau bila. Je, unaona anaweza kuja akawa kocha tishio kwenye hizi timu mbili? Maajabu milako labda itokee ya kuwa ubingwa Azam FC, lakini Simba na Yanga zinakuwa mabingwa kwa sababu hawasumbuliwi na timu ndogo za kwenye ligi kuu, zote wanazibaluza. Wakijipapatua sana timu za mikoani ni sare na wanashangilia, kama sare waliopata Mbeya City na Young Africans wameshangilia kule, hicho kitu kwao ni ushindi. Kwa hiyo ili Ibenge awe bingwa inabidi asitoe matokeo ya kufungwa ama kuruhusu mabao mengi akiwa anacheza na timu ndogo over. Imeisha hiyo. Simeelewa. Ili awe bingwa lazima azibaluze timu ndogo. Bila kuzifunga timu ndogo huwezi kuwa bingwa. Young Africans, Simba Sports Club wanawini hawa kwa sababu timu ndogo wanazibaluza zote. Sawa. Nakubaliana, wanapata tu alama moja basi. Nakubaliana na wewe mzee wa Mida. Sasa kuna swali jingine ambalo mwanamichezo sasa hivi anajiuliza. Aishi Manula alikuwepo Simba na kaonekana kwamba hatoshi kuendelea kuidakia kukaa langoni pale katika klabu ya Simba na ameachwa. Na katika misimu hii miwili anaonesha kitu leo akiwa na Azam, jezi ya Azam, timu ambayo ilimlea. Nini hasa ambacho kimefanyika kwa Aishi Manula mpaka leo anaonesha ubora mkubwa, kutoa penalti na pia kulinda dakika 90? Unafahamu ubora wa Yanga, kuzuia dakika 90 amefanya kazi kubwa sana pia. Nini ambacho Manula amekionyesha na kitu gani ambacho labda huenda kilifanyika kimemfanya kumjenga Manula mpaka kufikia hali hii? Star, mazoezi, kujituma, commitment ndicho ambacho anacho Aishi Manula. Ubora wake, mazoezi anafanya, ana ule ufaza kwamba mimi nishacheza Simba, nishacheza miaka mingi Simba, siwezi kufanya mazoezi. Hapana, kujituma, kupenda kazi yake, ndio maana umeona leo ameonyesha. Na Simba pale alikuwa jitumi kwa kipindi ambacho mpaka kama Moga ni mambo yalikuwa mengi sana Simba kuhusiana na Manula. Yani kuna vitu vingine huwezi kuzungumza kwenye mic hapa, vitu vilikuwa vingi sana, ndio maana Manula akakaa tu kimya na hujamsikia Manula amezungumza pala popote. Amefunika kombe, Manalamu amepita zake, amekwenda, ameanza maisha mapya, amezidi kujituma mazoezini, unaona anapata nafasi ya kucheza. Kwa maneno ambayo unazungumza nzwa Mida, tunaweza tukapigia mstari kwamba Simba kwenye uongozi haiko sawa kwa kile unachokisema sasa, kwa sababu umeshindwa kumanage mchezaji mmoja ambaye labda huenda alikuwa ni mzuri, lakini wameshindwa kumanage sasa kiasi kwamba afikie potential kubwa ambayo yuko nayo. Sasa hivi anaonekana kama ni mali sasa pale Azam. Kwa hiyo Simba una uongozi mbovu, tupigie mstari hivyo. Sasa issue sio uongozi mbovu wala uongozi imara. Issue ni scandal tu basi ambazo walikuwa wamezizoa propaganda, ndizo ambazo zimemuondoa Manula. Hajacheza baada ya Simba kufungwa na Yanga goli 5-1. Tuachane nao maswala. Manula ana ubora sasa hivi, anafanya mazoezi, anajituma, anazidi kufanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Azam FC wana makipa watatu wote bora. Fofana yuko bwana mdogo Foba na yeye Aishi Manula kama legend. Kwa hiyo anafanya mazoezi na anajaribu kujipambania maisha yake. Na pale ni nyumbani, amekaa zaidi ya miaka 13 Azam FC akiwa bwana mdogo, anatoka anaenda shule, anarudi kwenye mazoezi. Anaenda shule, anarudi kwenye mazoezi. Kwa hiyo kujituma. Hata mwenyewe ukipenda kazi yako utaipambania muda wote. Yaani hakuna namna, lazima utapambania tu kazi yako. Yes, kwa namna ambavyo umemwona Aishi Manula amecheza, kuna namna yoyote unaweza tukaona kwamba Aishi Manula akaendelea kupata nafasi mbele ya Foba pamoja na Fofana? Ajitume tu, ongeze mazoezi, afanye vizuri kwenye mazoezi, mechi kama hizi kubwa, aongeze performance yake. Na hapo unacheza, unajua mpira wa miguu ni kwa kiwango ambacho amekionyesha leo katika mechi ya finali. Tunaweza tukamwona akaendelea kucheza.
umesikia mpira linganisha na kiwango ambacho amecheza Foba na Fofana. Mpira wa miguu haupo tu kwenye kuperform mechi moja. Yaani wanakuangalia una kitu kingine gani cha ziada. Unajua ule mtoto Zuberi Foba amejiwekea utawala kwenye hiyo timu ya Azam FC. Na anamkubali sana Heshima Manula, ni brother yake by the way. Kwa sababu naye anajifunza kutoka kwa Heshima Manula. Kwa hiyo kujituma tu zaidi. Hata Fofana sio kipa mbaya. Ametoka Al Hilal lakini anakaa bench Azam FC na Florent Ibenge ndio amemleta na amefanya kazi ya Al Hilal. Kwa hiyo kujituma, yaani ukijituma tu zaidi unapata namba. Mpira wa miguu ni mpira wazi, unaonekana jamaa kazingua, jamaa ana perform. Sio kama Pacome ana mazoezi yake binafsi, ana trainer wake ambaye anamtrain, anafanya mazoezi na timu. Max Nzengeli anafika mazoezini saa 8 mchana. Wamemaliza mazoezi saa 11, yeye anabaki. Kwa hiyo wachezaji ambao wanacheza Simba hawajitumi. No, sasa maana yake hapo usichanganye watu. Mimi mazoezi ya Simba sijai kutembelea, sijui yani namna gani ambapo wanafanya mazoezi yao. Ukijituma ukifanya mazoezi, kocha anakupanga. Mpira wa miguu sio mapenzi afanye chumbani, unafanywa hadharani, kila mtu anaona performance yako. Unapata game time uonyeshe. Why upangwe mechi na nini kilimondoa Heshima Manula Simba? Propaganda tu za mambo yao wenyewe ambao wanajua wenyewe na kuzusha vitu baada ile mechi ya dabi kufungwa 5-1. Basi skendo zikaanzia hapa, tukawa tumuoni. Lakini hakuwa kipa mbaya, alikuwa tumeona ubora wake kwenye mchezo. Wanaona kipa mzuri tumeona ubora wake kwenye mchezo. Ametoa majibu mengi ya watu ambao walikuwa wanauliza maswali kuhusiana na kiwango chake. Tumeona hapa kwenye mchezo. Amekuwa penalti, amekuwa na performance nzuri, ameizuia Young Africans isipate bao. Kwa nini tusimpe maua yake? Kipa mzuri. Kama angeonyesha hivi mapema huenda tungemwona hata AFCON. Labda kama watu wangemwona mapema kwamba Heshima Manula amefikia kiwango hiki sasa hivi. Tungemwona AFCON. Labda kama huenda mechi ingechezwa nyuma kabla ya michuano ya AFCON. Tungemwona. Sasa AFCON sio mpaka uitwe, hajaitwa timu ya taifa. Akiita timu ya taifa, performance yake ikiwa bora ikizidia hapa ambao tumemwona kwenye hii michezo hivi karibuni, mchezo wa Singida Black Stars, mchezo na UA Young Africans, akiongeza ubora kama Gamondi akimuita msimu ujao, utamuona kwenye AFCON 2020. Sawa mzee Mida, nakuelewa vizuri sana. Sasa hapo nikuulize tu swali langu la mwisho. Ikitokea wewe sasa hivi ni kocha wa timu ya taifa, unaenda na kipa gani? Mashindano yoyote yale. Zuberi Foba, tumeona ubora wake kwenye AFCON. Basi Zuberi Foba, Hussein Masalanga, naondoka na Nilio na Aishi unamwacha na goalkeeper Nilio Pamba Jiji. Aishi Manula unamwacha. Sasa issue ya kupanga kikosi Morgan, uangalie tu performance ya mchezo mmoja. Yaani hata yeye mwenyewe leo hii yani uwezi kumtongoza mwanamke tu from nowhere umemwona ukamtongoza. Utamuomba namba, utaanza kuchat naye, umekula umelala, baadaye ndo utaanza kuingiza swaga zako. Uwezi kukurupuka kumtongoza mtu siku hiyo. Utatongoza majini. Kwa hiyo siwezi kumpanga mchezaji kwa performance ya game moja. Lazima nimuone performance yake ina muendelezo. Yaani anazidi kuendeleza kiwango chake kinazidi kuongezeka. Sawa, swali langu la mwisho sasa tunamaliza kabisa mzee wa Mida. Nataka kujua kuhusiana na wachezaji ambao wamesajiliwa Yanga ambao hawapati nafasi, wanako katika mfumo kwamba hao ni wachezaji wanaokua, wanaojifunza, ambao leo pia wamepata nafasi katika mchezo wa finali wa Mapinduzi, kwa mfano kama Shehani na wengine ambao wamepata nafasi. Vipi unaona muendelezo wao? Wanaweza kuja kuchukua namba za masinia wanaocheza, au kuna kipi ambacho unakiona kutoka kwao? Wanakuwa tunarudi pale kwenye uwanja wa mazoezi. Pacome anapata nafasi ya kucheza, Max anapata nafasi ya kucheza, Musa Balakonte anapata nafasi ya kucheza, sio uchawi. Mazoezini kama ujitume huwezi kupangwa kwenye mchezo.